Ni matumaini yangu mwazima kabisa na wakaribisha sana hapa Ayo TV katika uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 3 2017, tukiwa na habari mbalimbali ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania ikiwemo magazeti ya Hard News, michezo pamoja na udaku. Karibu sana. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na moja kwa moja kwa siku ya leo nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele habari kubwa inasema undani mahakama kumwachia Lissu, polisi kumdaka, lakini pia imenukuliwa kuwa Januari 11 Lissu anasema tangu mwaka 1964 Zanzibar inakaliwa kijeshi na Tanganyika, nani anayebisha? Lakini Februari 9 Lissu alipandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka manne ya kutoa lugha ya uchochezi. Anakiri kuyatamka lakini anadai si kosa kisheria. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe inasema mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu jana aliachiwa na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya jamhuri kuondoa mashtaka dhidi yake, lakini polisi ikamdaka tena kwa kosa lile lile. Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Simon Siro alithibitisha kukamatwa kwa Lissu na kueleza kwamba alikamatwa kwa kosa la kutoa kauli za uchochezi. Alisema jeshi la polisi lilimhoji Lissu na baadaye kumwachia kwa dhamana, na imenukuliwa kuwa ni kweli tulimkamata Lissu leo kwa kosa lile lile, lakini tulimwachia kwa dhamana. Kosa lilokamatwa ni kauli ya uchochezi aliyowahi kuitoa awali, alisema Kamanda Siro. Ofisa mawasiliano wa Chadema Tumaini alisema dhamana ya Lissu iliwekwa na wanasheria wawili, Hekima Mwasipu na Nashoni Nkungu, kwa sharti la kuripoti kituo kikuu cha polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Jumatatu. Hata hivyo, katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook jana, Lissu alieleza kuwa kukamatwa kwake anatabiri huenda ikawa ni njama za kumzuia kugombea uraisi chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine kubwa ambayo inapatikana katika ukurasa wa gazeti la Nipashe nasema vita dawa za kulevya, vigogo 5 orodha ya Makonda wahojiwa. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe nasema mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya inashikilia kuwahoji na kuwachunguza vigogo 5 walio katika orodha ya watu 97 wanaodaiwa kuhusika na biashara hiyo waliokabidhiwa na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam. Hata hivyo, ilibainishwa jana jijini humo na kamishna wa intelijensia na mamlaka hiyo Frederick Kibuta wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mwaka 2016 ya Umoja wa Mataifa UN ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Ufafanuzi huo ulikuja baada ya waandishi wa habari kutaka kujua hatua zilizochukuliwa baada ya mamlaka kukabidhiwa orodha hiyo mapema mwezi uliopita. Majina yanayodaiwa kuwa ni vigogo, watoto wa viongozi na wafanyabiashara wakubwa miadarati ilikabidhiwa kwa kamishna mkuu wa mamlaka Roger Sisianga na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda siku mbili baada ya kuteuliwa na Rais John Magufuli Februari 10. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Nipashe zinasema robo 3 ya mateja wanawake wana VVU. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari inasema kuelekea bajeti ya pili ya Magufuli, meli za beba kitanzi cha mawaziri. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 8. Waziri ahoji busara za Mark. Ni habari ambazo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Lakini pia Mwanga urahisi wa kudai mirathi. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4. Na pia kuna habari inasema vigogo wawili MSD kizimbani. Na pia kuna habari ya michezo inayosema Yanga kufa kupona leo. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Mwananchi tukiliangalia nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele, habari kubwa nasema aliyempa ardhi Makonda ahojiwa na polisi. Ni mfanyabiashara Ikbar ambaye aligawa ekari 1500 kwa ajili ya viwanda. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi nasema mkurugenzi wa kampuni ya Azimio Housing Estate Mohamed Iqbal ambaye hivi karibuni alimgawia ardhi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amehojiwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kugushi nyaraka za serikali. Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Simon Siro alithibitisha jana kwamba mfanyabiashara huyo aliitwa kwa ajili ya mahojiano, lakini aliachiwa kwa dhamana baada ya muda kuonekana hautoshi. Alikuja na wakili wake lakini ameachiwa kwa dhamana, ataripoti siku nyingine, hakutaja siku hiyo, alisema Siro. Anatuhumiwa kugushi nyaraka za serikali
serikali na sasa upelelezi unaendelea. Mfanyabiashara huyo inadaiwa kuwa aliripoti polisi jana saa 5 asubuhi na kuhojiwa kabla kuachiwa kwa dhamana jioni. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine zinasema Lissu ashinda kesi kotini, akamatwa tena aachiwa, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Lakini pia Zanzibar shtuka, TANESCO yajiandaa kuikatia umeme, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5. Lakini pia mgambo 7 hoi kwa kipigo cha wamachinga Mwanza, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa 3 kuna habari nyingine inayosema Magufuli atengua uteuzi wa bosi shirika la elimu Kibaha, pia operation ya nasa viroba vya shilingi bilioni 5 Dar es Salaam, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi. Tukiziangalia habari nyingine zinasema polisi afa kwa kuteleza kwenye gari wakati akifanya doria, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 7. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inayosema FBI yakanusha udukuzi simu ya Rais Trump. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mwananchi. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania Afrika yakinifu nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele, habari kubwa inasema polisi wachukua simu ya Lissu, ni baada ya kumkamata kumwachia kwa dhamana. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Lakini pia habari kubwa kwa siku ya leo ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania inasema wanafunzi wapigwa mabomu, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa ndani. Lakini pia kuna habari picha ambayo inaonyesha kwamba askari akimkimbiza mmoja wa wanafunzi wa shule sekondari Bariadi iliyopo mjini Bariadi mkoani Simiyu jana wakati wa maandamano ya kushinikiza kurudishwa kwa mkuu wa shule hiyo. Picha ndogo wanafunzi wakimbeba mwenzao aliyezirai chini, askari wakimdhibiti. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania inasema jeshi la polisi katika wilaya Bariadi mkoani Simiyu jana liliwapiga mabomu ya machozi wanafunzi shule sekondari Bariadi waliokuwa wakiandamana kupinga mkuu wa shule yao Deusi Toga kuhamishwa. Wakati wa maandamano hayo yaliyofanyika saa 6 mchana, wanafunzi hao wapatao 600 walifunga barabara kuu ya Bariadi Lamadi. Pia shughuli mbalimbali za jamii mjini Bariadi zilisimama kwa zaidi ya saa 2 kwa kuwa hakukuwa na utulivu. Taarifa zilizopatikana zinasema wanafunzi hao waliandamana wakipinga Mwalimu Toga kuhamishwa katika shule ya sekondari Giriku. Kutokana na hali hiyo, wanafunzi hao kidato cha kwanza hadi cha 6 walilazimika kutanda katikati ya barabara Bariadi Lamadi. Wakiwa barabarani hapo walikuwa kiimba nyimbo mbalimbali za kutomtaka mkuu mpya shule yao Paul Lutema aliyepelekwa kushika nafasi ya Mwalimu Toga. Pamoja na nyimbo hizo walikuwa pia wamebeba mabango mbalimbali yenye ujumbe tofauti, yakiwemo waliosema mlimleta kuinua elimu shuleni kwetu, mnamuondoa, DEO ni jipu, na mengine alisomeka tu tunamtaka mkuu wetu Toga. Baada kukaa kwa muda barabarani hapo, walianza kuwarushia mawe polisi waliokuwa wamewazunguka wasielekee ofisini kwa mkoa wa Simiyu. Polisi hao walipozidi kupigwa mawe walilazimika kujibu mapigo kwa kuwarushia mabomu. Na habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la Mtanzania. Lakini pia kuna habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinazosema reli ya kisasa Dar Mwanza kukamilika 2021. Lakini pia 70% ya utumiaji dawa za kulevya ni wanawake, asema Sianga. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Mtanzania. Na tukiliangalia gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo, nalo katika ukurasa wa mbele habari kubwa inasema fisi avamia boma au watoto ajeruhi, mama ajitosa kwa okoa ajeruhiwa vibaya. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa gazeti la Habari Leo inasema fisi wa hifadhi ya Ngorongoro mkoani Arusha amevamia boma la Wamasai katika kata ya Nainokanoka wilayani Ngorongoro na kuwala watoto wawili akiwemo miezi 9 na kujeruhi watu wengine kadhaa. Watoto waliouawa wametajwa kuwa ni Akapuko Ngaruma mwenye umri wa miaka 4 na mdogo wake Esapati Ngaruma aliyekuwa na miezi 9 tu. Diwani wa kata ya Nainokanoka Edward Maura ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la wafugaji Ngorongoro amethibitisha tukio hilo na
kuongeza kuwa kwa mujibu wa mila za Kimasai, mabaki ya miili ya watoto hao waliouawa na fisi yalizikwa Jumapili mchana katika eneo hilo. Na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Lakini pia kuna habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Habari Leo zinazosema mzazi aomba msaada kutibu watoto 4 walemavu wa akili. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 24. Lakini pia vigogo MSD kotini kwa upotevu wa milioni 482. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2. Lakini pia kuna habari inayosema hazina waanza kuhakiki wastaafu ndani. Habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa siku ya leo katika kurasa za mbele habari kubwa inasema Lipumba awatumbua kurugenzi wa 5 Zanzibar, atengua uteuzi wao kwa kudharau maagizo anayotoa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Habari nyingine zinasema Tundu Lissu akamatwa tena, ni baada ya mahakama kumwachia huru, atuma ujumbe mzito. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Lakini pia polisi Mbeya waua majambazi 2, 3 wakimbia. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. Lakini pia wanamuziki waangukia serikali. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 22. Mwakilishi Zanzibar sema Jussa nyang'anywe hati ya kusafiria. TFDA ya nasa pombe kali viroba vya bilioni 3 Kinondoni. Diwani Mwanza mbaroni shambulizi la watumishi mgambo 7. Ni habari hizo zote kwa siku leo ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa gazeti hili la Majira, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiliangalia gazeti la Uhuru kweli daima nalo kwa siku leo katika ukurasa wa mbele habari kubwa nasema watumishi 2 MSD kizimbani. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Lakini pia JPM amtumbua kigogo shirika la elimu Kibaha, pia viroba vingine vya bilioni 5 vya naswa daa. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika gazeti hili la Uhuru. Tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele habari kubwa nasema Makonda ajiuzuru, ashindwa kumpokea Rais Magufuli uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, utata wagubika safari yake Afrika Kusini. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini pia Lissu andaliwa zengwa TLS, polisi wamdaka tena mahakamani wachukua simu yake. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 5. Lipumba aja na chokochoko mpya kafu. Lakini pia habari nyingine nasema aliyemtunishia msuli Lukuvi akamatwa, machinga mgambo wa chapana. Habari ya michezo kwa siku ya leo inasema Msuva hana hofu. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Wazi ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi, lakini pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Wazi. Tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Mwanasport pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanasport kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele habari kubwa nasema hesabu za Simba za iumiza Yanga. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Mwanasport. Lakini pia Haruna Nionzi machomoka Yanga Fasta. Ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanasport. Mzungu Yanga kuibuka kama surprise Taifa Stars. Ni habari hiyo nyingine pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanasport. Habari nyingine sema Zari na waona. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 14. Lakini pia tukiangalia katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanasport kuna habari inasema si mchezo, rekodi zinaendelea kuvunjwa pale England. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanasport. Na tukiliangalia gazeti la Bingwa nalo kwa siku leo limeandika Yanga Sport Club noma vibopa watu wa Mwanza kuzikabidhi kazi maalum mbao toto. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Lakini pia kuna habari nyingine inasema Simba ipigia goti Azamu FC. Ni habari hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema Simba Sport Club ya mficha Niyonzima. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Habari za kimataifa kwa siku leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti hili zinasema Mourinho bado ajipa matumaini top 4. Lakini pia chanzo cha Wenger kumweka benchi Sanchez. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Bingwa. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari inasema imefichuka
chanzo cha Wenger kumweka benchi Sanchez cha bainika, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23. Lakini pia Mourinho bado ajipa matumaini top 4, Dortmund kumkosa Reus hadi April, lakini pia Conte awapigia debe tuzo wachezaji Chelsea. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Bingwa. Na magazeti ya michezo kwa siku ya leo yanatufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi unaweza kuendelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.